Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza somo la ndoto. Katika somo hili la ndoto tutakuwa tunajifunza kwa habari ya namna ambavyo ndoto zilivyoweza kuwatoa watu kimaisha. Kwa nini ni ndoto? Nini ufanye baada ya kuota ndoto? Na kipi ambacho hupaswi kufanya? Tukisoma katika kitabu hichi cha Mwanzo sura ya 31. Mwanzo sura 28 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake afika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Hii nchi uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nao utaenea upande wa magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Atazama mimi nipo pamoja na wewe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Kitu ambacho tunakiona katika huu mstari unaelezea kwa habari ya ndoto ambayo Yakobo aliota baada ya kulala katika lile eneo. Kwa hiyo baada ya kulala katika lile eneo ambalo yeye alilala, akaota kwamba anaona ngazi zinapanda juu na malaika wanapanda na kushuka katika lile eneo. Kwa hiyo ndoto ni za msingi sana katika maisha ya muamini, hata maisha ya mtu yote yule. Tunaona kwamba ndoto ni mlango wa Mungu kufikisha ujumbe kwa mtu, lakini pia ndoto ni mlango wa adui kufikisha ujumbe pia kwa mtu. Kitu ambacho tunakiona katika hili somo, tunaona kitu kikubwa kilitokea kwenye maisha ya Yakobo baada ya yeye kupewa mibaraka na baba yake, lakini Mungu alithibitisha ile mibaraka kupitia ndoto. Japokuwa alipitia changamoto, lakini Mungu aliendelea kumtetea hata kupitia ndoto. Tusome katika kile kitabu cha Mwanzo sura 31 mstari wa 10. Kwenye kipengele hichi tunaona kwamba Mungu alimtetea Yakobo. Alimtetea katika kazi zake alizokuwa anafanya. Kila wakati ambapo mjomba wake alipokuwa akibadilisha ule mshahara wake, Mungu akasababisha kupitia ile ndoto aliyoiota, ile mibaraka ilikuwa ikimfuata. Mungu akawa anasababisha wazaliwe wale kuondoa mbao yule mjomba wake akusema. Tusome katika kitabu cha Mwanzo 31 mstari wa 10, nasema, ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, na aliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu waliowapanda hawa wanyama walikuwa na milia na madoa na malakalaka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua macho yako ukaone mabeberu wote wanaowapanda wanyama wana milia na madoa na malakalaka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mstari wa 13 anasema, mimi ni Mungu wa Betheli huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa baada ya yeye kuishi katika maisha yale ya utumwa, katika maisha yale ya kutumikia na kila wakati kubadilishiwa mishahara, lakini Mungu alikuwa anamtetea. Yaani kubadilishiwa wale wanyama ambao walikuwa ni faida yake yeye, Mungu aliendelea kumtetea. Kupitia ndoto, Mungu akampa maelekezo ya kwamba anapaswa kutoka kwenye lile eneo na kwenda mahali pengine. Mstari wa 31 nasema, Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto yake usiku, akamwambia, ujiazali
usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Kwa hiyo tunaona kupitia ndoto mtu anaweza kuonywa, kupitia ndoto mtu anaweza kupewa uelekeo wa maisha. Lakini pia kupitia ndoto mtu anaweza kuona mambo yale ambayo Mungu amemwandalia kwa ajili ya maisha yake yajayo. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha 37 tunaona ya kwamba Mungu alikuwa anasema Yusufu kupitia ndoto kwa habari ya yale mambo ambayo yatakuja ambayo yatatokea katika maisha yake kwa siku zijazo. Ukisoma hiyo Zaburi ya 37 mstari wa 6, neno la Mungu nasema, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka, ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudia hadi nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akahifadhi neno hilo Yusufu auzwe na ndugu zake. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na hilo lililokuwa limetokea, yeye Yusufu alikuwa anawahadisia ndugu zake juu ya ile ndoto aliyoiota. Yeye alikuwa anajua wale ni watu wema, hakuwa na shida yeye ndani yake. Aliona tu wao ni ndugu zangu, acha niwahadisie kile ambacho nimekiota. Lakini baada ya kuwahadisia kile ambacho yeye amekiota, wao wakawa wanajua maana ile ndoto. Baadaye wakaanza kutaka kumuua kwa ajili ya ndoto tu. Kwa hiyo kumbe katika maisha unapaswa kujifunza kwamba unamwambia nani hiyo ndoto ambayo umeiota. Kwa hiyo ndoto ina uwezo wa kukutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine, lakini pia ndoto ina uwezo wa kuibua uadui kati yako na watu wanaokuzunguka au ndugu zako. Kwa hiyo ukisoma hii Mwanzo sura 37 yote inaelezea kwa habari ya changamoto alizopitia Yusufu baada ya kuota ndoto na kuhadisia ndugu zake. Tuone pia ndoto kama jinsi tulivyosema kwamba imebeba mambo mengi. Na kila mmoja anapaswa kujua maana ya ndoto. Kwa sababu inawezekana hatima yako imefungwa katika ndoto. Yaani mtu anaweza kufungwa kabisa, maisha yake yakafungwa kupitia ndoto. Yaani mtu anaweza kufungwa kabisa maisha yake kupitia ndoto. Ukisoma Zaburi ya Mwanzo sura 41 mstari wa 15 anasema, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kutafsiri. Kwa hiyo kwa nini tunataka kutafsiri, au kwa nini inapaswa kujua tafsiri ya ndoto uliyoota? Unaona hapa mfalme alikuwa anatamani kujua maana ya ndoto ambayo ameiota. Je, itakuwa mimi na wewe? Kwa hiyo ina maana kumbe ndoto zina umuhimu sana katika maisha ya watu. Ndio maana tunaona kwamba hata mfalme mwenyewe alitamani kujua maana ya hiyo ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Hiyo Mwanzo sura 41 nasema, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo wewe waweza kuitafsiri. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, na tazama ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wenye manono. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu ambacho kilichotokea hapo ni kwamba kwa akili za kibinadamu
angekuwa mwingine angepotezea ile ndoto. Angeona si ni ndoto tu, haina maana yoyote. Sasa na mang'ombe tena ina maana gani? Haiwezi kuwa na maana yoyote. Lakini baada ya kuota ile ndoto, tunaona Farao alikosa amani ndani yake. Ndio maana akataka kujua hii ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo tunaona zile ndoto ambazo zilimfanya Yusufu akaingia kwenye shida. Ndoto hizo ndizo ambazo zilimfanya Yusufu nyota yake ikang'aa na akakutana na lile kusudi ambalo Mungu alikuwa amemkusudia kwenye maisha yake. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu wa mtu kutafuta kujua maana ya ndoto. Kuna umuhimu wa mtu kutafuta kujua maana ya ndoto. Kwa nini? Ukisema kwenye Kumbukumbu la Torati tusome kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 15, anasema ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema inukeni, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. Tusome mstari wa 14. Tuanzie mstari wa 15, anasema hata Gideoni alipofika, tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto, akasema tazama naliota ndoto, na tazama mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Midiani, ukafika hata hema moja, akaipiga hata ikaanguka, nao wakaipindua hata ikalala chini. Mwenzake akamjia akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Midiani na jeshi lote katika mkono wake. Ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema inuka, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. Ina maana kwamba Gideon alikuwa anatafuta uelekeo wa yale mambo ambayo Mungu alikuwa amesema naye. Lakini aliposikia watu wanahadithiana kuhusiana na ndoto, akajua kwamba Mungu amenijibu kupitia ndoto hii ambayo imesema pamoja na kutafsiriwa. Kwa hiyo kwamba Mungu anaweza kupitisha majibu ya maombi unayoomba kupitia ndoto. Amina, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana uwezo kupitisha majibu ya maombi kupitia ndoto. Kwa hiyo kupitia ndoto una uwezo wa kupata majibu. Una uwezo wa kupata majibu ya maombi yako. Tuone umuhimu wa pili. Jambo la kwanza tumesema una uwezo wa kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Jambo la pili, unaweza ukapewa nafasi kubwa kwenye maisha yako hata kupitia ndoto. Yaani kuna maamuzi yanayofanyika kupitia ndoto. Maamuzi ya mema na mabaya kupitia ndoto. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 3 mstari wa 5, anasema na huko Gideon Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Tunaona hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na hekima kupita Suleimani. Baada ya Suleimani kutoa zile sadaka zake, tunaona Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia kwamba aombe lolote naye atampa. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto hiyo hiyo. Mstari wa 6 anasema Suleimani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri ulivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Umemweka fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi
Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi niwe mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo na sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Haya yote yalikuwa yanafanyika kupitia ndoto. Anasema na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua.